Tutazungumzia moja katika kiungo kilichopo katika mwili wa mwanadamu, kiungo ambacho kwamba ndiyo muhimu na ndiyo muhimili mkubwa, na ni kiungo ambacho kinachohitaji taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya mja katika maisha yake yote atakayoishi, kufanikiwa na kuishi vizuri na kuongoka na kuwa mtu aliyekuwa sawasawa ni kwa kupitia kiungo hicho. Kuharibikiwa na kuwa mtu wa tabia za hovyo ni kutokana na kiungo hicho ambacho ni kiungo kinachoitwa moyo. Katika juma ya leo, kwa dakika chache hizi, tutazungumzia moyo, mambo yanayopelekea kuharibika kwa moyo wa mwanadamu na njia za kuweza kujiokoa ama kujilinda ama kujinasua, kujinusuru kuwa katika njia inayohitajiwa, kama inavyofahamika kwa kupitia maandiko mbalimbali yaliyoelezwa kwa kupitia hadithi na katika aya mbalimbali zimeeleza juu ya moyo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu. Bwana Mtume aliwaeleza maswahaba kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna kijipande kidogo cha nyama. Kipande hicho idha salahat, kitakapokuwa kimekaa sawa sawa, kitakapokuwa kimenyooka, salaha aljasadu kullu, mwili wote, bodi yote hiyo nayo itakuwa iko sawa sawa, kwa sababu ni kipande kidogo lakini ambacho kilichokuwa na nguvu kubwa katika kukontrol mwili mzima wa mwanadamu katika maamuzi ya yale aliyokuwa atakayokuwa anayoyafanya. Kwa hiyo kijipande cha nyama hicho kitakapokuwa kimenyooka, kiko sawa sawa, basi bodi yako yote hiyo nayo itakuwa imepata usalama na imepata amani. Wa idha fasadat, kitakapoharibika kipande hicho kidogo cha nyama, fasada aljasadu kullu, basi kipande chote cha mwili wako, mwili wote huo uliokuwa nao, mbavu hizo ulizokuwa nazo, itakuwa nayo haina kazi, kwa sababu kipande cha nyama hicho kitakuwa nacho kimeharibika. Bwana Mtume anasema, ala wahiyal qalbu, ni moyo. Na kwa kupitia moyo iko hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoeleza kwamba Mwenyezi Mungu hamtazami mja namna vile alivyo. Uzuri wa umbile lako Mungu hatazami, sura yako nzuri haitazamwi, uvaaji wako wa utanashati hautazamwi, bali Mwenyezi Mungu kuna kitu ambacho anachokitazama, kama ambavyo hadithi imesema, inna Allaha la yandhuru ila suwarikum, Mwenyezi Mungu hatazami sura zetu, kwamba wewe ukoje, ni mweupe ama mweusi. Pia vile vile Mwenyezi Mungu hatazami mali, una kiasi gani wewe katika benki yako, una vitega uchumi vingapi ambavyo wewe uko navyo, havitazamwi hivyo. Walakin yandhuru fi kulubikum, Mwenyezi Mungu anazitazama nyoyo, kwa sababu moyo ndiyo kila kitu. Watukufu wa Islamu, kwa dakika chache hizi tutaelezea mambo matano. Amesema mwanachuoni mmoja anaitwa Ibnul Qayyim, ameyaelezea mambo matano yanayopelekea kuharibika moyo wa mja. Mufsidatul qalbi al-khamsa wa subulun najati minha, kuna mambo aina tano yanayopelekea kuharibika moyo wa mtu,
si kuharibika kwa maana ya kuoza, hapana, bali kuharibika kihali. Unatembea, unazungumza na wenzako, unakula, unakunywa, unacheka, unafurahi, lakini matendo yako ndiyo yatakayoonyesha taswira nzima juu ya ubinadamu wako na utu wako. Itafikia wakati watu watasema yule ni binadamu wa kikweli, kutokana matendo yako ndiyo yanayokubeba. Na haya yote mpaka kufikia wakati mwanadamu anasifiwa kwa sifa nzuri, ni kutokana kwamba moyo wake umesalimika. Lakini mwanadamu huyo atakapokuwa itafikia wakati watu wanakuzungumza kwa tabia za hovyo mtaani, mara ngapi tunaona unawezekana unaishi katika jamii inayokuzunguka, kutokana na matukio yako ya hovyo hovyo, tabia zako zisizofaa, inafikia wakati ukipatwa na tatizo, basi watu hawana kazi na wewe. Kwa sababu gani? Matendo yako yanayokufanya wewe watu hawana thamani na wewe yameanzia katika moyo. Kwa hiyo inabidi kabla ya kuzitazama sura zetu na maumbile yetu, nyoyo zetu kwanza ni lazima tuzitakase na tuziweke katika mustakbali uliokuwa mzuri. Hiyo ndiyo salama na hiyo ndiyo njia inayotakiwa kwa kila mwanadamu aishi katika hali hiyo, si kwa sababu ya dini, si kwa sababu ya kabila, bali moyo wa mtu ndiyo unayotazamwa. Kwa hiyo mwanazuoni huyu Ibn al-Qayyim kayaelezea mambo matano yanayopelekea kuharibika moyo wa mtu na njia ya kuweza kujinasua ama kujiweka sawasawa. Jambo la kwanza katika mambo yanayopelekea kuharibika moyo wa mtu ni kathratul khaltwa au kathratul khultwa, yani mukhalatatu nasi bighairi haja, kupenda sana kujichanganya changanya, kupenda sana kujifanya bize, kujiingiza kila sehemu, kujiingiza sana kwenye mikusanyiko kila wakati. Moja katika jambo linalopelekea kuharibika moyo wa mja ni hilo. Kwa nini? wa huwa an yamla al abdu waqtahu bilijtimaati allati la nafaa fiha. Inafikia wakati mja huu moyo wake anaujaza vitu ambavyo havina manufaa, anapoteza muda. Tunaona vijana wengi, mtu inafikia wakati anaondoka kwao, anakwenda kukaa sehemu ambayo ni masikani kwa vijana wenzake, atachukua masaa 2, 3, 4, 5, ama kupoteza siku nzima. Mazungumzo yatakayokuwa yanazungumzwa pale, asilimia kubwa si mazungumzo ya kumjenga yeye. Kwa hiyo sio kila mkusanyiko una faida na kheri na wewe, bali tazama, je, makundi utakayokuwa unayojichanganya wewe na vijana wenzako, je, yana faida? Kwa hiyo katika moja ya jambo linalopelekea kuharibika moyo wa mja ni kathratul khultwa, wingi wa kujichanganya kwenye makundi ambayo yanayopelekea kuujaza moyo wa mja kwa kutumia muda mrefu katika mambo ambayo kwamba hayana manufaa, bali hiya majalisu lilqili walqal. Hayo mara nyingi yanakuwa ni makazi ama ni vikao vya maneno ya porojo porojo yasiyofaa. Na ndiyo maana moja katika sehemu aliyoeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si nzuri kupendelea kukaa, mojawapo ni sehemu za kwenye masoko. Sharrul majalis al aswaq, katika sehemu ambazo ni mbaya mtu kutopendelea kukaa ni pamoja na sehemu za kwenye masoko na kwenye mastendi. Sehemu za masokoni, sehemu zilizokuwa na uhuni wa kimaneno sana, ulaghai, utapeli ni vitu vya kawaida.
sehemu za kwenye mastendi kadhalika. Wewe ingia tu stendi zile kubwa kubwa, unapotaka kusafiri wewe nenda, tutaona asilimia kubwa wale wanaofanya zile biashara za kuwapokea wale wanaosafiri, wengi wamekuwa ni wajanja, si wa kweli. Ni vitu ambavyo kwamba tunaishi navyo. Kwa hiyo moja katika jambo linalopelekea kuharibika moyo wa mja ni kathratul khultwa, kujichanganya sana. Ikiwa hakuna umuhimu, ni bora ulazimiane na sehemu utakayokuwa ni salama. Baki nyumbani kwako, utachuma madhambi, utachuma maasi, utachuma tabia zisizofaa kwa sababu ya kathratul khultwa, wingi wa kujichanganya katika sehemu ambayo haina faida. Hilo ni moja katika mambo matano yanayopelekea kuharibika moyo wa mja kwa kupitia mwana wa zuoni huyu Ibnul Qayyim al-Jawzi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini tiba yake ni nini? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Siku zote mtu huwa akabeba tabia za rafiki yake. Ukiwa wewe ni mwema, rafiki yako si mwema. Wewe una tabia nzuri, rafiki yako hana tabia nzuri. Mara nyingi yule mwenye tabia mbaya, tabia zisizofaa, anakuwa ni rahisi kumwambukiza huyu ambaye aliyekuwa na tabia nzuri. Hiyo inakuwa ina wepesi zaidi. Kwa hiyo wewe uliyekuwa unahitaji kuwa na rafiki, tazama ni nani awe rafiki yako. Wewe uliyekuwa unahitaji kujichanganya, kuwa na mikusanyiko, tazama ni mikusanyiko gani ambayo iliyokuwa ni salama. Hiyo ndiyo tiba ya kuweza kuutengeneza moyo wako, lakini siyo kila sehemu ni ya kujiweka, ya kujichanganya. Ni jambo litakalopelekea kuharibika kwa moyo wako, kwa sababu utabeba tabia ambazo kwamba zitakazopelekea kuharibu maadili ya tabia zako. Hilo ni jambo la kwanza.